Hello there, mambo vipi? Mimi naitwa Lwatan JR Junior, gwiji la muziki wa Bongo Flava, na hii ambayo unaitazama na kuifuatilia pia na kuisikiliza ni Chimbo la Hip Hop. Chimbo letu ambalo huwa tunakutana kwa ajili ya kupeana taarifa kadha wa kadha zinazojiri duniani. Leo nipo na taarifa ya nguli wa filamu za mapigano Jet Li, ambaye amesema kwamba yeye hapendi kwenda Marekani sana kwa sababu kila anapofika Marekani huwa anamkumbuka marehemu Aaliyah. Hivi ulishawahi kuwa na mshikaji mwanao, yani mwanao lakini alikuwa ni best friend wako wa kike, ambaye kila unapofanya kitu chako unakuona miss, yani unamkumbuka? Au kama ilitokea akafariki, basi anakuwa anakujia mpaka ndotoni, unamuota, mnapiga story, mnaenjoy, mnacheka, mnafanya mitikasi zenu kibao na vitu vingine kama hivyo. Ushawahi kupata mtu kama huyo? Ushawahi kuclick na jinsia tofauti alafu mkapata bondi kama hiyo? So ashikaji, ni rafiki tu, mwanangu demo wako, hapana, no, inakuwa imeishia hapo. Sasa hii story inamhusu mwigizaji nguli wa filamu za mapigano Jet Li. Yeye amesema kwamba hapendi kutembelea sana Marekani, kwani mara nyingi anapoenda Marekani anamkumbuka rafiki yake marehemu Aaliyah. Jet Li na Aaliyah waliigiza pamoja katika filamu ya Romeo Must Die ya mwaka 2000, filamu ambayo ilifanikiwa kumtangaza Jet Li katika jamii na nchi za magharibi mwa dunia, huku ikimpa Aaliyah nafasi ya kuwa miongoni mwa mapop star waliokuwa na ushawishi mkubwa duniani enzi hizo, kabla ya kufariki kwa ajali ya ndege Agosti 25 mwaka 2001. Baada ya ndege waliopanda, alikuwa amepanda Aaliyah na watu wengine 7. Inasemekana ndege ilikuwa imebeba watu 8, kuzidiwa na uzito wa watu tofauti na ilivyotakiwa kubeba kitaalam. Kwa hiyo ile ndege iliondoka kidogo tu kwenda juu hapa na pale, ikashuka ikapiga mzinga. Yani hiyo ndio ilikuwa sababu ya Aaliyah kufariki na watu wengine 8 ambao walikuwa katika hiyo safari ya ndege. Mwaka 2000 mpaka 2001 kulitokea uvumi kwamba Jet Li na Aaliyah walikuwa ni wapenzi kutokana na ushiriki wao kwenye filamu ya Romeo Must Die, ambayo pia haswa ililenga kuyaonesha maisha ya Romeo na Juliet katika millennium mpya, filamu ambayo ilifanikiwa sana enzi hizo. Yani ukizungumzia filamu ambazo zilikuwa zinafanya poa miaka 2000 mpaka 2005 na 6 hapo, yani kile kipindi ambacho Tanzania mabanda ya video ndo noma, yani huwezi kupata taarifa, huwezi kuona muziki, huwezi kufanya nini mpaka uende kwenye mabanda ya video. Hizo mtaani video TV anayo mtu mmoja watu wawili, ukiingia unaambiwa osha miguu umechafuka, unasemwa mtoto wa jirani, yani inakuwa ni noma. Unaweza kaenda kuangalia TV kwa jirani ukamkuta mshua pia amevunga, mshua mwenyewe kaenda kuangalia TV, yani anaangalia TV, yani yani maisha yalikuwa noma ujue. Sasa kipindi hicho hii filamu ilitokea kushika hisia za watu wengi sana, lakini pia soundtrack ya filamu hiyo Try Again ya Aaliyah ilimpa nafasi nyingine Jet Li ya kuigiza kama Video King, ambapo ndani yake alionyesha mitindo mbalimbali ya mapigo ya kung fu, ambayo nayo iliwashawishi vijana wengi wa Kimarekani kuongeza shauku ya kujifunza aina hiyo ya upiganaji. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kama transition ya Jet Li kutoka mashariki kwenda magharibi. Unajua Jet Li, yani yeye ni katika watu ambao walichelewa kidogo kuanza kufanya filamu ambazo zilikuwa zinamconnect yeye na jamii ya watu wa magharibi mwa dunia. Nyingi alikuwa akizifanya zake na washikaji zake kule China, Beijing, wapi anaishi maisha yake nini, maisha yanaendelea kama kawaida. Lakini Romeo Must Die ilikuwa ndo kama kick off ya Jet Li kuingia rasmi kwenye soko la jamii ya watu wa magharibi mwa dunia. Lakini vile vile pia ilimchukua Aaliyah ikamfanya kama pop star namba 1. Unajua kipindi kabla ya Beyonce, Aaliyah alikuwa ndo kama pop star anayeonekana noma, yani unajua jamii zile za watu wa mjini, mabinti fulani hivi Maslay Queen mnawaita wale, Aaliyah ndo alikuwa anaonekana noma hiyo miaka ya mwanzoni mwa 2000. Kwa wale walipofariki ndo kama Beyonce akachukua kijiti, kuanzia hapo akatembea nacho mpaka leo amekaa pale juu anafanya mitikasi zake na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia Jet Li anakiri kwamba alikuwa na moment nzuri sana na Aaliyah, yani walitokea kubondi. Hawakuwa tu ni watu ambao waliigiza hii filamu. Tazama namna ambavyo sanaa inavyotengeneza urafiki wa kudumu. Hawakuwa ni watu tu ambao waliigiza hii filamu. Waliigiza filamu lakini wakatokea kubondi sana. Wakawa ni washikaji ambao wanatembea pamoja. Jet Li akiwa Marekani lazima akutane na Aaliyah, wana hang. Yani mwaka 1.5 ambao walikuwa wameishi pamoja, walikuwa ni mwaka mzito sana kwa Jet Li, kiasi kwamba baada ya Aaliyah kufariki yeye akawa anaona ugumu sana kwenda Marekani, kwa sababu kila ambapo anapoenda anamkumbuka Aaliyah.
Aaliyah mshikaji wangu amefariki bwana da. Kwa hiyo akajikuta safari za Marekani zimepungua. Watu walipoona wamuone anakuja kwa ajili ya kazi tu, ikabidi wamuulize, oya mkubwa wa kazi, ni shida nini? Mbona uonekani sana viwanja nini, hatukuoni? Ndo akasema bwana, mimi bana Aaliyah, yani mimi namkumbuka sana Aaliyah. Alafu Jet Li pia katika interview ambayo amefanya juzi kati amekiri kwamba ameshawahi kumota Aaliyah kwenye ndoto. Yani baada ya kwamba Aaliyah amefariki, alishawahi kumtokea Jet Li kwenye ndoto, na wakapiga story nyingi sana, wakazungumza vitu kibao. Ushanielewa bwana mama, story kibao, japo hajashare nini ambacho aliambiwa na Aaliyah, lakini Jet Li ameshawahi kumuona Aaliyah kwenye ndoto. Kama imefika hatua unakuwa na rafiki yako anafariki alafu anakujia kwenye ndoto, mnatia na story juu, basi hiyo inakuwa so bondi ya kawaida. Yani kama ni ushikaji, unakuwa ni ule urafiki wa agape, yani urafiki ambao umetukuka, urafiki ambao sio mchezo. Mwanao anafariki anakujia kwenye ndoto, bora awe mwana kwamba ni mwanao, yani ile man tagi ili hapa tagi ubavu, lakini mtoto wa kike. Alafu wakati wana shoot video ilikuwa ni kama miezi 5 mingapi hapa, Jet Li alioa mwaka 99. Jet Li alioa mke wake huyu ambaye yuko naye, ambaye alikuwa ni Miss China. Shanielewa, alimuoa 99. Kwa hiyo ilikuwa ni kama miezi kadhaa baada ya yeye kufunga ndoa, akaenda kukutana na mtoto wa kike ambaye alibondi naye kinoma. Yani alienda kabondi naye kinoma, akabondi kiasi kwamba baada ya yule mtoto kike kufariki akawa na tahamu ya kukanyaga Marekani kwa ajili yake. Can you imagine? Yani hiyo ilikuwa so bondi ya kawaida. Lakini ndivyo ambavyo amezungumza mwenyewe bwana Jet Li, ambaye pia sasa hivi ni mzee. Yani ukimtazama Jet Li wa leo hii na yule wa Romeo Must Die, unaona kuna tofauti mkubwa sana. Sasa hivi mzee naye eji imeenda. So tena yule wa maheka heka kama kipindi kile, masarakasi, makumfuta, ichita, ikondo, vitu kibao. Ndio hivyo mshikaji wangu. Stick around na Chimbo la Hip Hop. Hiyo ni story ambayo inamhusu Jet Li na mshikaji wake marehemu Aaliyah, ambaye mpaka leo hii anakiri kwamba amekuwa akimisi sana na amekuwa ni sababu kubwa yeye kutokwenda sana Marekani. Lakini mbali na hivyo pia amekuwa akimtokea kwenye ndoto. Mara nyingi Jet Li amekuwa akimwona Aaliyah kwenye ndoto. Tupate Instagram napatikana kama JR Junior TZ, lakini vile vile pia TikTok napatikana kama JR Junior TZ. Facebook napatikana kama JR Juma Junior, na mbali na Facebook tupo pia hapa YouTube. Hakikisha kwamba unawasanua na wanao waje kusubscribe YouTube channel yetu Chimbo la Hip Hop. Fanya hivyo saa hii. Tulia mwanangu, stick around. Kila kitu kizuri kinapatikana hapa Chimboni, Chimbo la Hip Hop. Tell them, waambie wanao, hii sio kawaida tena. Si tuna debedesha, yani tunalipiga game letu debe, tunaondoka upande wa pili. So kawaida hivyo.